Uhali gani mpenzi mtazamaji wa TV Sibuka, na kukaribisha katika jioni habari. Jina langu ni Amina Chekanaye, na miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo ni pamoja na mamlaka ya reli Tanzania na Zambia TAZARA imewasimamisha kazi wafanyakazi 17 wa shirika hilo. Mwenyekiti wa tume iliyoundwa kwa ajili ya kuchunguza matokeo mabaya ya mtihani wa kidato cha 4 ameiomba jamii na wadau mbalimbali wa elimu kutoa ushirikiano wakati tume hiyo inaendelea na uchunguzi. Mamlaka ya reli Tanzania na Zambia TAZARA imewasimamisha kazi wafanyakazi 17 wa shirika hilo kwa tuhuma za ubadhilifu, ikiwa ni pamoja na kusafirisha magunia ya mkaa yenye thamani ya shilingi milioni 12 bila kibali. Kaimu mkurugenzi wa TAZARA Bwana Damas Ndumbaro amesema wameamua kuchukua uamuzi huo kwa faida ya shirika, huku akiwataja waliofukuzwa kuwa ni pamoja na baadhi ya wakuu wa vituo. Aidha, Bwana Ndumbaro ameongeza kuwa mamlaka hiyo imejitahidi kuondoa changamoto zilizokuwa zinaikabili kwa muda mrefu, ambapo amesema mpaka sasa serikali ya Zambia imechangia dola za Kimarekani milioni 32 kwa ajili ya kuhakikisha matatizo yanamalizika katika shirika hilo. TAZARA imekuwa na changamoto nyingi katika uendeshaji, lakini tunaomba kuambia rasmi sasa kwamba hizi changamoto zinafikia mwisho au zimefikia mwisho baada ya serikali mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Zambia, ambao ndio wamiliki wa TAZARA, kuamua kwa pamoja kwa kushirikiana na management kumaliza kabisa changamoto hizo. Kwa upande wa serikali hizi mbili katika kikao chao, serikali ya Zambia upande wake imeshaahidi kutoa dola milioni 32, hizi ni dola za Kimarekani, ili kuondoa kabisa matatizo yanayokabili TAZARA katika maeneo mbalimbali. Kwa upande wa serikali ya Tanzania nayo, katika mchakato wa bajeti ambao unaendelea, imeahidi kwamba itaweka pesa za kutosha ili kuweza kuisaidia TAZARA kwa upande wao. Sasa hiyo ni juhudi zinazofanywa na wabia wa TAZARA, shareholders wa TAZARA. Je, management inafanya nini? Management kwa upande wake imeamua kujipanga nayo. Imeamua kujipanga katika maeneo ya uwajibikaji, katika maeneo ya ufanisi na katika maeneo ya nidhamu ya kazi. Ubadhilifu na uchumi uliko nafika ndani ya TAZARA sasa uko wazi. Kutokana na mkakati huu wa pamoja kati ya management na chama cha wafanyakazi, vyama vya wafanyakazi, tumefanikiwa kukamata mizigo ambayo ilikuwa inasafirishwa kiholela ndani ya TAZARA. Magunia 364 ya mkaa na mbao 157, ambavyo katika usafirishaji vingeingizia TAZARA shilingi za Kitanzania milioni 12. Tumevikamata, tumeshachukua hatua. Wafanyakazi 17 wamesimamishwa kazi. Uchunguzi unaendelea, na niwaahidi kwamba uchunguzi huu utachukua siku ambazo hazizidi 2, na wale wafanyakazi ambao watabainika kuhusika watachukuliwa hatua kali sana za kisheria. Mwenyekiti wa tume iliyoundwa kwa ajili ya kuchunguza matokeo mabaya ya mtihani wa kidato cha 4 uliofanywa mwaka jana ameiomba jamii na wadau mbalimbali wa elimu kuisaidia tume hiyo wakati huu ambapo wanaendelea na uchunguzi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti huyo Profesa Sifuni Mchome ameomba wananchi na wadau mbalimbali wa elimu kuendelea kutoa maoni yao kwa kupitia njia mbalimbali, ikiwemo tovuti, email, ujumbe mfupi wa simu, ili kupata mustakabali wa jinsi ya kuinua ubora wa elimu nchini. Hata hivyo, Profesa Mchome ameongeza kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa jitihada zinazoendelea ni nyingi na serikali tayari inaandaa mkakati wa Better Results Now katika kuleta maendeleo ya elimu nchini, ambapo tayari wataalamu wa ndani na nje ya nchi wanashiriki kikamilifu katika zoezi hilo. Ni mahojiano ambayo tayari tumeshafanya na watu mbalimbali katika maeneo mbalimbali
mbalimbali. Kwa mfano, tumeshahojiana na watu wanaohusiana na shule za watu binafsi, shule za sekondari za watu binafsi. Tumeshahojiana na chama cha walimu Tanzania. Tumeshahojiana pia na chama cha walimu wakuu wa shule za sekondari Tanzania kwa kanda ya Dar es Salaam. Tumebadilishana nao mawazo katika maeneo mbalimbali. Tumeshafanya mahojiano na baadhi ya viongozi, kamishna wa elimu, kaimu aliyekuwepo, pamoja na wakurugenzi walioko katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi, na tukapata fursa ya pekee kuongea na wakaguzi wote wakiwa katika mkutano wao kule Tanga. Sasa pia tumekuwa na mazungumzo ya awali na baraza la mitihani, lakini pia tukasema jambo la tatu ni kwamba kwa sababu changamoto hizi zilizopo ni nyingi, yani uchunguzi tu wa awali unatuonyesha kwamba changamoto zilizopo ni nyingi na hazikuanza jana, nyingine hazikuanza wala juzi, ni za muda tu, ni kwamba ni mlolongo wa mambo mbalimbali ambayo yanatokea kwenye jamii kadri tunapopiga maendeleo. Basi kuna haja ya watu kuendelea kuchangia na kupeana sasa mkakati na njia mbalimbali ambazo tunaweza kuzitumia katika kuboresha elimu yetu. Serikali ya Tanzania imepokea msaada wa magari 4 kutoka shirika la upelelezi la Ujerumani kwa ajili ya kusaidia shughuli za upelelezi nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa makabidhiano hayo, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema magari hayo yanagharimu dola za Kimarekani 70,000. Dr. Nchimbi amesema kuwa magari waliokabidhiwa na serikali ya Ujerumani yatasaidia kuimarisha mambo ya upelelezi nchini katika kuhakikisha haki inatendeka kwa kila Mtanzania. Asubuhi ya leo kupokea msaada kutoka kwa shirika la upelelezi la polisi wa Ujerumani ambalo linashirikiana na jeshi la polisi katika mafunzo kwa shughuli za kiupelelezi na majukumu ya jeshi la polisi, lakini vile vile wanasaidia jeshi letu katika vifaa, na moja ya vifaa ni haya magari ambayo yanatolewa leo. Shirika hili la upelelezi linajulikana kwa kifupi kama BKA na limekuwa na ushirikiano wa muda mrefu na jeshi letu, lakini pia imekuwa ndio ambalo linawakilisha Ujerumani katika nchi za Afrika ya Mashariki. Sasa huu sio mchango wao wa kwanza, ni moja ya michango ambayo wamekuwa wakitoa kwa jeshi letu. Wamekuwa pia wakileta walimu. Leo ndio wametukabidhi magari haya 4. Hii ni kutokana na kwamba nia ya serikali ya Ujerumani na nia ya serikali ya Tanzania ni kuimarisha utawala wa sheria, kuhakikisha kwamba uhalifu unazuiliwa, na unaposhindwa kuzuiliwa wahalifu wanakamatwa kwa wakati, lakini vile vile kuwa na upelelezi ambao unahakikisha haki inatendwa. Haki inatendwa kwa wanaopelelezwa. Katika mambo ambayo yanaweza kusababisha serikali isifanye wajibu wake vizuri ni kushindwa kujua aliyefanya kosa, ambapo matokeo yake yanaweza akahusishwa ambaye hakufanya kosa. Ndio maana serikali inashirikiana na nchi rafiki kuhakikisha kwamba tunapata ujuzi na vifaa kutimiza wajibu wetu. Baada ya chama cha wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania MOAT kuingilia kati na kuishutumu serikali kuwa haikuwa makini katika zoezi zima la uhamiaji wa digitali, mkurugenzi wa habari Maelezo Bwana Asa Mwambene amesema si kweli, bali chama hicho kina lengo la kupotosha Watanzania. Bwana Mwambene amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo. Amesema kuwa serikali haijakurupuka, bali imefuata taratibu zote zinazotakiwa, ikiwemo kushirikisha wamiliki wa vyombo vya habari wenyewe na kisha kutoa elimu kwa umma. Kweli tu ni kwamba kampuni 3 zilipewa kazi ya kujenga mifumo ya miundombinu ya utangazaji kwa teknolojia ya dijiti. Sasa moja ya kampuni ilikuwa ni kampuni ya serikali. Mwanzo ilikuwa hasa serikali ifanye kazi hiyo, yani maana yeye ndiye atoe matangazo. Uhamaji wote huo ni mfumo ambao unatawaliwa na nani ya serikali, lakini wadau tulipohusisha wadau wakasema hapana, sisi tunaomba tuhusishe. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba kampuni 2 kati ya 3 ambazo zilipewa kazi hiyo ya serikali tu ndio ambayo imeweza kufanya kazi vizuri, na kampuni 2 yani Agape na BTL ambayo ni kampuni ambayo pia
miongoni mwa member wa MOAT akiwemo Reginald Mengi ni wamo mle ndani, lakini wameshindwa kufanya kazi hiyo kama ilivyotakiwa, na walitakiwa wameshajenga hiyo miundombinu kabla tarehe 31 mwaka 2012 mwezi Desemba. Sasa kwa maana nyingine ni kwamba tunachotaka kusema ni kwamba waliokwamisha zoezi la kuhakikisha kwamba tuna uhamaji unakwenda vizuri ni pamoja na hao baadhi ya wajumbe wa MOAT ambao leo wanalalamika na kuilaumu serikali kwamba serikali imeweza kuharibu mfumo huu na kwamba sasa wanataka turudi katika ule mfumo wa awali wa analog, kwamba tuendelee. Na sisi tunasema mpaka sasa hivi kuna mikoa ambayo bado analog inafanya kazi, hatujazima mitambo kwa sababu eneo lile bado hakujawa na miundombinu mizuri ya dijiti. Kwa bado kwa maana nyingine ni kwamba tunaenda, lakini hatuwezi kukaa na kurudi nyuma eti tukazima ama tukawasha mitambo ya analog. Tutakuwa kwanza wao wenyewe wameshaleta decoder za dijiti. Sasa alafu sifanye kazi gani sasa kama tunataka kuendelea kutumia mfumo ule mwingine? Pia inaweza kaa tu tungependa sisi kabla ya mwaka huu kuisha issue ya matatizo madogo yanayotokana na mfumo huu mpya, hayo yameshafanywa kazi. Ukisema uruhusu leo mfumo huu mpya wa analog, mfumo wa zamani uendelee, manake unataka kuambia kwamba unaweza kaendelea tu, lakini ni lazima tufike mahali. Na bahati nzuri ni kwa nashukuru kwamba MOAT wamekuja baada ya miezi mitatu baada ya hapo, lakini hawakusema hata kabla hapo wakati ule tunakaa na kutaka kuzima mitambo hiyo. Serikali imeanza zoezi la kuhakiki majina kwa wakazi wa eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuwalipa fidia ili kupisha ujenzi wa kituo kikuu cha uwekezaji katika eneo hilo. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na diwani wa kata ya Kurasini Bwana Wilfred Kimati wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Bwana Kimati amesema kuwa mitaa mitatu ndiyo itakayopisha ujenzi huo, ambayo ni Shimo la Udongo, Kiungani pamoja na Mivinjeni, ambapo wamesema watalipwa fidia kulingana na thamani ya eneo husika. Serikali tangu mwaka 1994 kwa tangazo la ambalo litangazwa kwenye gazeti la serikali kuonyesha kwamba eneo hili sasa limetwaliwa, na lengo kubwa la serikali lilikuwa wakati ule ni kufanya upanuzi wa bandari, kwa kuwa bandari yetu imekuwa inajaa sana mizigo. Wakana ni vyema eneo ambalo liko karibu na bandari basi litumike kwa ajili ya hifadhi za makontena kutokana na nchi ambazo hazina bandari na zinatumia bandari ya kwetu. Na ekari 60 zimekwishapatikana katika maeneo ya mtaa wa Shimo la Udongo, eneo la mtaa wa Kiungani pamoja na eneo la mtaa wa Mivinjeni. Kwa hiyo mitaa hii ambayo nimeitaja mitatu ni miongoni mwa mitaa ambayo tunakusudia kuwahamisha wale wananchi, na tulikubaliana kimsingi kutokana na ule mradi wa kwanza baada ya kuona dosari zilizojitokeza. Kwa mara kwanza tulihitaji serikali pia kupitia upya viwango vya fidia kulingana na kupanda kwa gharama za maisha. Kwa hiyo serikali imetusikiliza ombi letu na kwamba vile viwango vya ulipaji wa fidia pia vimerekebishwa. Mwaka 2006 serikali ilikuwa inalipa kwa square meter moja kwa shilingi 100,000. Ukiangalia eneo kubwa la Kurasini sasa hivi limetawaliwa na magari makubwa, na ninyi waandishi bahati nzuri kila siku mnatembea mnapata hizo kero kutoka kwa wananchi. Kwa hiyo moja ya kuondoa hizi kero ni kuhakikisha kwamba tunawatafutia wananchi hawa mahala pazuri ambapo hapatakuwa na usumbufu. Na eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya kuwapeleka wananchi wa Kurasini ni eneo ambalo linaitwa Uvumba. Eneo hili la Uvumba liko katikati ya Kibada na Vijibweni. Ni eneo ambalo linatosheleza ukilinganisha na idadi ya nyumba ambazo tunakusudia kuzitoa kwenye eneo hili. Mpango huu wa EPZ tunakusudia kuondoa nyumba zaidi ya 1,500 katika eneo hili. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa mtaa wa Shimo la Udongo wamesema wameishukuru serikali kwa kuwapisha wawekezaji hao, lakini wameiomba serikali itende haki katika kuwalipa fedha hizo. Mimi naitwa Tabitha Kapongo, ni mkazi wa Shimo la Udongo, Kurasini, mtaa wa Kunambi. Sisi hapa tumeambiwa kwamba kunataka kufunguliwa soko la kimataifa. Kuna mkutano ulifanyika sijui nchi gani, lakini sasa wakaona kwamba hivi ni vyema kuwe na soko la kimataifa ambapo nchi za Afrika tuseme SADC zitakuwa zinanunua hapo bidhaa kuliko kwenda China. Kwa hiyo ni wa China ambao wanaototoa sehemu hii hapa hivi. Na nini cha kusema baada
Si hatuwezi kupingana na serikali, maanake tunapenda maendeleo. Kwa hiyo tunachotaka tu kwamba haki itendeke tu, tupewe haki yetu vizuri na tusije tukadanganya tukakaa tena labda kama miaka tena. Yani zoezi liendelee moja kwa moja mpaka litakapokamilika. Mimi naitwa Atanas Severin Lungu. Mimi ni mkazi wa Shimo la Udongo na nipo hapa kufuata fomu za kuthibitisha kwamba mimi natakiwa nitoke hapa Shimo la Udongo. Kwa hivi nipo hapo katika hilo zoezi. Ni jambo umelichukuliaje? Mimi jambo hili nimelifurahia kwa sababu sehemu tunayoishi ni squatter area. Haina miundombinu yoyote. Hatuna maji ya bomba, maji toka alikatwa wakati tunatengeneza ile barabara ya Kilo Road yamekatwa, hatuna maji ya bomba, tunatumia maji ya visima. Sasa kwa hivi inatupa shida sana. Barabara zenyewe sio nzuri. Hapo tumebanana, hewa ya kutosha hatuna. Mimi ninavyoomba serikali itutendee haki inayotakiwa kwa kuwa sasa hivi hali ya maisha imepanda. Tunataka kwamba tunapotoka hapa wakatuboreshie sehemu ya kuishi, tupate zile huduma zinazotakiwa kwa binadamu. Jumuiya ya Wanabusega, Busega Development Community, kwa kutambua umuhimu wa elimu nchini, wameamua kutoa vitabu vya shule zote za kata katika jimbo la Busega. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa Budeko Bwana Joseph Gihu wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika jijini Dar es Salaam. Amesema kuwa ili kufanikisha zoezi hilo, wamepanga kufanya harambee siku ya Jumamosi Machi 23 mwaka huu katika hoteli ya Landmark Ubungo, na wanatarajia kuchangia jumla ya shilingi milioni 100 ambazo zote zitakwenda katika sekta ya elimu. Tunatarajia tuweze kuchangia ujenzi wa hosteli kwa kila shule, sana sana kwa watoto wa kike. Kama mnavyojua wengi wetu kama tunatoka vijijini, hilo swala linajulikana, ina matatizo makubwa kwa watoto wa kike. Mtoto anatembea let's say kilomita 10 kuja shuleni, kwa hiyo ina matatizo, anakumbana na vikwazo mbalimbali, hasa wanaokaa mbali na mazingira ya shule. Kwa upande wa walimu wanaofundisha katika mazingira magumu hasa ya vijijini, kama jumuiya kutakuwa na utaratibu wa kuwapa motisha walimu ili wavutiwe kukaa na kuwafundisha watoto wetu, wadogo zetu na kadhalika. Kama nilivyosema, wilaya yetu ina vijiji, iko peripheral, kwa hiyo mazingira ya walimu napokukaa huko ni tatizo kubwa. Kwa hiyo watu wanaenda wanaondoka. Kwa hiyo sisi kama jumuiya tunatazamia kwamba lazima tuanzishe mfuko wa kuwasaidia walimu, kuwapa motisha ili waweze basi kuyapenda yale mazingira na waendelee kufundisha zaidi. Tumepanga kufanya harambee siku ya Jumamosi ya tarehe 23 ya mwezi wa 3, kwa maana kwamba kesho kutwa Jumamosi ya wiki hii katika hoteli ya Landmark iliyoko Ubungo ndio itakapofanyika harambee yetu. Katika harambee hiyo tunatarajia kuchangisha kiasi cha shilingi milioni 100, matarajio yetu. Na katika hali isiyokuwa ya kawaida, wanafunzi waliohitimu katika chuo kikuu cha Mtakatifu John tawi la Dar es Salaam wamekusanyika chuoni hapo kwa ajili ya kudai kucheleweshewa matokeo ya awali. Wakizungumza na TV Sibuka jijini Dar es Salaam, baadhi yao wamesema kuwa ni miezi 9 sasa tokea wamalize chuo hicho, lakini uongozi umekuwa ukiwazungusha kupata matokeo hayo, hali ambayo wamesema inaleta usumbufu. Kwa sababu hapa hatujaja kutembea, tumetoka sehemu mbalimbali, tumeumiza nauli, tumekuja kufanya hivi kwa sababu imefikia hatua ambayo sio nzuri. Na sio idadi yetu hii, kuna wengine wapo huko wamekaa tu nyumbani wanatumia simu. Sasa usituambie kwamba next week au huwezi kulijibu hilo. Una uwezo mzuri wa kujibu na unaweza kulitatua haraka iwezekanavyo.
unaweza, isipokuwa labda utuambie sababu zinazokuzuia uwezi kujibu. Na kwa nini umtume mtu next week wakati leo tayari tuna nafasi ya kutosha? Na ni kwa nini umtume mpaka sisi tulivyokuja hapa ndo mtume? Kwa nini umtume baada ya siku tumekuja hapa? Tumemaliza chuo tarehe 2, mimi mwezi wa 7 nimemaliza mitihani. Graduation imefanyika mwezi wa 11 tarehe 23 na 24. Leo hii mwezi wa 3 utuambie utafanya nini? It means wewe hauko responsible kwa majukumu yako. Yanapaswa kujibiwa na wewe ambaye ndo ni chuo nilichokisoma na wewe ndo na nafasi hiyo. Yanapaswa kujibiwa na wewe. Tumemaliza chuo lini? Je, unatudai sisi? Kama mtu akubaliana na wewe, labda sana ni kukubaliana kukubaliana. Maybe it's personal. Maybe it's personal. Lakini kama ni official unaweza hata jina lako. Kwa hiyo haiwezi kuwa. Okay. Kumbe basi litakuwa kulifanya hili siku nyingi kabla si hatujaje hapa. That's good. Na napenda hivyo. Kwa hiyo kumbe ulitakuwa kulifanya hili kabla sisi kuja hapa. Kwa nini mpaka tumekuja hapa ndo tuambia next week? Where have you been, sir? Msingi wa madai yetu mkubwa ni transcript. Sisi tumemaliza chuo mwezi wa 7 hapa. Lakini tangu tumemaliza chuo mpaka leo hatujapewa hizo transcript. Na kwa bahati mbaya tuseme baada ya kumaliza chuo tukaajiriwa wenye shahada ya walimu, kwa mfano kama sisi tuliajiriwa, tupata ajira kwenye halmashauri zetu sasa hivi. Baada ya kwenda kwenye halmashauri zile tumekataliwa kupokelewa kwa sababu hatuna transcript, tunazo provision zati. Na mfano provision zati kama hii hapa. Mimi wenyewe mwanzo kuona kama hii kodi hata halmashauri anaweza kaipokea. Transcript nini provision zati hii. Utasikia to whom it may concern sio nini na nini. Haina maelezo yote ya kueleweka, picha hamna, haina kitu chochote. Hiyo ndio provision ambayo unaenda kupewa ajira. Sasa vyuo nini zile halmashauri wamekataa kutupa ajira na wametuambia ikifika tarehe 15 kama hamjaripoti ajira zenu zinafutwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tarehe 15 imeshapita, tuna wasiwasi kwamba ajira zetu zilikuwa zimeshafutwa. Ajiriwa mkoa wa Tanga halmashauri ya Handeni. Nimeenda kule kuripoti, nilipofika kule afisa utumishi akagua vyeti vyangu kuona provisional result, wakaniambia haihitajiki, wanataka transcript. Nikaenda mara kwanza, waliponiambia hivyo nikarudi, nikuja hapa chuo. Nikarudi hapa. Kufika hapa tukaonana na Dr. Makatunzi, nikamueleza wazo wangu, akasema mashine ni mbovu ya kuprinti transcript kwa Dodoma. Kwa hiyo utakapokuwa tayari unaweza ka print hizo transcript na akatuletea. Kasuna nisaidiaje? Kwa sababu mwisho ni tarehe 9. Alichoniambia kaniambia kwamba labda tukuandikie barua ya kwenda kutambulisha kwamba wewe ni mwanafunzi wetu. Akasema sawa, umeandikia barua tena nimeenda kule Handeni. Fika kule akaniambia sasa tuhitaji barua, tunataka transcript. Wananiambia transcript ni kitu tu cha kawaida, hata nusu saa ichukui haichukui. Kwa nini chuo chenu hakitoi? Akasema kwa hiyo sijui, akasema sasa tutakupokea mpaka transcript ije hapa. Akizungumza na waandishi wa habari kujibu malalamiko hayo, mkurugenzi wa fedha na mipango wa chuo hicho Bwana John Muhangwa amewaomba wanafunzi hao kuondoa hofu kwa madai kuwa tayari swala lao linashughulikiwa na hivi karibuni watapatiwa matokeo hayo. Tunamtuma mtu Jumapili, wanazifanyia kazi mpaka kufika Jumapili zitakuwa viko tayari, Jumatatu avichukue. Alhamisi tutavitoa transcript za wanachuo waliomaliza hapa tu. Tuje Alhamisi. Alhamisi tarehe ngapi? Sio mnakubali vitu Alhamisi. Angalia tarehe. Alhamisi haishi bwana. Hiyo ndio uhakikisho peke yake ambao tumepewa na Dodoma. Kabla ya kumaliza jioni habari, tujikumbushe tena muhtasari wake. Mamlaka ya Reli Tanzania na Zambia TAZARA imewasimamisha kazi wafanyakazi 17 wa shirika hilo. Mwenyekiti wa tume iliyoundwa kwa ajili ya kuchunguza matokeo mabaya ya mtihani wa kidato cha 4 ameiomba jamii na wadau mbalimbali wa elimu kuisaidia tume hiyo. Na huo ndio mwisho wa jioni habari kutoka TV Sibuka. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa habari hiyo, jina langu ni Amina Chekanaye. Asante na endelea kutazama TV Sibuka.